Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 5, kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa Fatima. Tarehe 13 ya mwezi Mei mnamo mwaka 1917, ikiwa ni mwaka wa 3 wa vita kuu ya kwanza ya dunia ambayo iligharimu maisha ya watu milioni 8, matukio muhimu yalitukia mfululizo. Nchini Urusi, ukomunisti ulikuwa unajiandaa kuibuka chini ya uongozi wa Lenin na Trotsky, ambao ulizuia kabisa uhuru wa kuabudu. Katika nchi ya jirani ya Ureno, katika mji wa Fatima, mama wa Mungu aliwatokea watoto watatu wa familia moja, Lucia, Francisco na Jacinta. Bikira Maria aliwatokea mara 6 akiwaeleza hali halisi ya ulimwengu na nini cha kufanya. Aliwauliza kwanza, katika moyo wa sadaka mpo tayari kupokea kila kitu ambacho Bwana anataka mfanye kwa ajili ya kulipia fidia ya dhambi za watu ambazo zinakufuru jina lake, kwa ajili ya uongofu wa wakosefu na kwa ajili ya kulipia kufuru zote zilizofanyika dhidi ya moyo safi wa Bikira Maria? Wale watatu wakajibu wapo tayari. Kisha Bikira Maria akawahimiza wasali rozari kwa moyo wa ibada kwa ajili ya amani ya ulimwengu kila siku, na kila baada ya fungu moja wasali wakisema, Yesu, utusamehe dhambi zetu, utuepushe na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tarehe 13 ya mwezi Oktoba mwaka ule ule, Maria aliwatokea tena na kuwaambia, mimi ni Malkia wa Rozari Takatifu. Nimekuja kuwaambia watu wote wafanye toba na kuomba msamaha wa dhambi zao. Msiendelee kutenda dhambi, tayari mmelikufuru sana jina la Bwana, hata mmeamsha hasira yake. Jiepusheni na dhambi, hasa dhambi za uchafu. Kwa ujumbe huu, kanisa linahimiza watu wasali ibada ya rozari kwa malengo aliyoagiza Bikira Maria. Na kweli mwaka mmoja baadaye, vita kuu ya kwanza ya dunia ikakoma. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na kumbukumbu ya Bikira Maria wa Fatima. Sijawahi bado kumkuta mtu ambaye hajaongoka kama alijitengea muda wa kusali rozari takatifu. Rejea ya Mtakatifu Klementi. Watakatifu wengine tarehe 13 ya mwezi wa 5: Watakatifu Antonia na Servasio, na pia Mtakatifu Yohani Mnyamavu. Bikira Maria wa Fatima, utuombee.